aulize swali lake. Je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha matumizi ya mkaa mbadala yanaenezwa hadi Zanzibar? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Judith Kapinga. Mheshimiwa, sasa tunaomba swali lake sasa lipatiwe serikali. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuhakikisha kwamba matumizi ya mkaa mbadala yanaenezwa hadi Zanzibar, serikali kupitia shirika la madini STAMICO imesajili mawakala 4 kwa ajili ya kuhakikisha mkaa mbadala uitwao Rafiki Briquettes unafika Zanzibar. Mawakala hawa ni chama cha ushirika Maisha Game, Salum Omar, Easy Fix na wanawake wa Samia Magharibi B. Aidha, juhudi pia zinafanyika ili kupata eneo ambalo STAMICO wataweka kontena kubwa ambalo litakuwa linapokea mkaa huu mbadala wa Rafiki Briquettes ili kuhifadhi kwa ajili ya kusambazwa katika maeneo yote ya Zanzibar. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mariam Kisangi. Asante sana Mheshimiwa Kiti, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri, changamoto kubwa wa ugawaji huu wa kontena na wa nishati safi bado hata katika mikoa ya Dar es Salaam na mikoa mingine bado hakujawa wa nishati mbadala kupikia. Mariam Kisangi, sogea kwenye sehemu ambayo inafanya kazi vizuri. Serikali gani ya kuhakikisha kwamba maeneo yote katika nchi ya Tanzania wanapata ya kupata huo mbadala? Mheshimiwa Waziri, umelisikia vizuri? Haya, naomba majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa swali la nyongeza la Mheshimiwa Mariam Kisangi. Ni kweli serikali inao mkakati kupitia STAMICO. Miezi michache iliyopita makontena haya yalisambazwa kwenye mikoa mbalimbali kulingana na zone zake. Na kwenye ile mikoa ambayo haijafikiwa pia STAMICO wanao mkakati wa kuendelea kupeleka makontena haya ili kuhakikisha mkaa huu wa Rafiki Briquettes unaendelea kutumika katika maeneo yote ya nchi. Kwa mwakishia Mheshimiwa Mbunge, serikali inao mkakati, sasa hivi makontena yamefika kwenye mikoa mingi na tutaendelea hivyo hivyo kwa awamu zinazokuja. Nakushukuru sana Mheshimiwa Judith Kapinga kwa niaba ya Waziri wa Wizara ya Nishati.